maneno mengi Maulid mpaka kuhusiana na viashiria vya rushwa, pengine wachezaji wamepewa hela ama wanapewa hela. Hili labda sasa liende tu kwa mamlaka ambazo zinahusika. Kwa namna ambavyo mkuu wa mkoa alisema kwamba wewe mtu akikupa hela chukua, lakini kafanye kazi yako. Like what? Pesa gani unazungumzia? Ipi? Sema najua message vitapita. Ukipewa mpunga chukua mpunga, kafanye kazi yako. Tena uchukue vizuri kabisa, lakini kakomae pale uwanjani. Na alienda mbali zaidi akasema hadi waliwahi kuwa na goalkeeper ambaye alimkuta na viashiria kama hivyo, ambaye walimuondoa kabisa kwenye klabu yao. Alisema kitu kama hicho. Alisema huyo goalkeeper hivi sasa yupo Singida. Bila shaka goalkeeper ambaye alikuwa Tabora akaenda Singida ni Hussein Masalanga. Kwa kuna kauli ambazo wanazitoa, mimi sitaki kusema kwamba ni kweli ama ni za uongo, lakini moja kwa moja zina viashiria vya rushwa kwenye mpira. Na kama kuna rushwa, kuna vitu kama hivyo, manake inaenda mbali zaidi kuwa kuna upangaji wa matokeo. Club inaweza labda ikawa inatoa hela kwa baadhi ya wachezaji fulani ili una urahisi fulani waupate ili waende kuchukua hizo alama 3. Na ni kauli ambazo hazijaanza kuongelewa na huyu mkuu wa mkoa wa Tabora. Ni kauli ambazo zinazunguka sana kwenye mpira wetu wa Tanzania. Utasikia mara huyu kahusishwa hivi na hivi. Kuna kipindi kulikuwa kuna goalkeeper wa Yanga naye alishaye kuhusishwa na sakata kama hili la kwamba sijui kuna rushwa na hivi na hivi, lakini baadaye hatukusikia muendelezo wote. Na hapo tutakuwa tunazungumzia issue ya Ramadhani Kabwili miaka ya nyuma kidogo, iliisha juu kwa juu, akisema kwamba alijaribu kushawishiwa kwa gari ili achukue kadi ya njano kwenye mchezo dhidi ya nani sikumbuki vizuri, ili akose mechi inayofuata. Alafu likaisha hatukusikia chochote baada ya pale. Na kwenye mpira wetu haya yamekuwa yanazungumzwa sana, na ukitulia hivi kwa umakini ni kweli unaona kama kuna uwezekano wa hivi vitu vikawepo, lakini watu ambao wapo kwenye mamlaka hawajaamua moja kwa moja kudeal na haya mambo. Hata kama inatokea mtu anazungumza hadharani kwamba tumeona hichi, maana kama alichokizungumza mkuu wa mkoa wa Tabora sio kwamba ni nadharia tu peke yake, lakini katoa kabisa kwamba uhalisia tumeona message, lakini nilichoambia wachezaji kwamba fanyeni hivi. Sasa kwa nini watu waliopo kwenye mamlaka wasiamue kudeal na hivi vitu wakotusafishia huu mpira? Kusema kweli mpira wetu umekuwa na mambo mengi sana ya hovyo. Sasa sijajua labda watu ambao wapo kwenye mamlaka wanataka tena kusikia nini zaidi ya hichi ambacho wanakisikia hivi sasa. Kumekuwa kuna hizi za rushwa, kumekuwa kuna issue za wachezaji kubeti, yaani kumekuwa kuna viashiria vingi sana vya ligi yetu kuwa vina upangaji wa matokeo. Lakini hakuna hata siku moja ambayo watu wenye mamlaka wametoka mbele na kujaribu kuchukua hatua kwa hichi ambacho kinaendelea, watusafishia huu mpira. Ambazo zinatolewa na zinaonekana moja kwa moja zina ushahidi. Bila shaka ni muda sasa kuchukua hatua. Wakiendelea hivi manake mpira wetu ni unazidi kuangamia sasa.